Chesco Ngailo, natokea Mkwajuni, Songwe. Mimi nimekuja kwenye tukio letu la sherehe la mheshimiwa wetu DC mkuu wa wilaya wa Songwe. Binafsi naomba nishukuru sana kwa wadau wote waliotuunga mkono kwenye mambo ya sherehe hii. Tumekuja kama timu kuja kumsapoti mheshimiwa wetu mpendwa wetu, tushirikiane tuhakikishe tunahitimisha sherehe yake ambayo ya kufunga ndoa. Bahati nzuri nilipofika huku baada ya kikao cha tarehe 1, wenzangu wamenichagua kama mwenyekiti wa kamati ya chakula. Kwa hiyo naomba niwathibitishie wageni waalikwa wote tutakula chakula na kusaza. Kipo cha kimepikwa kwa kiwango cha hali ya juu sana. Naomba niwakaribishe sana na ndugu zangu wote waandishi wa habari mliokuja wote kwa pamoja, tushirikiane kwenye tukio hili, tuende kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Labda kwa kifupi unaweza kumzungumziaje DC Tunda hasa kwa uongozi wake na kuimarisha mahusiano kwa jamii? Kifupi naomba niseme ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana utaona hata watu wa Songwe tumekuja kwa wingi wa hali ya juu. Ni mtu wa watu, ana roho ya upendo na hana ubaguzi wa aina yoyote. Amevaa viatu ambavyo vinamtosha. Lazima niwe mkweli. Yeye falsafa yake katika uongozi anasema wananchi wote waweke mbele, kiongozi ubake nyuma. Kwake nikiona, naomba niwe mkweli kwa sababu mimi nishakuwa diwani. Tunatakiwa sisi kama viongozi tujifunze kwa Itunda. Yuko vizuri sana sana. Ana upendo wa dhati. Na ndio maana kwa sherehe hii watu wote, wao wakulima, wafanyabiashara, wafugaji, watu wa aina yote tumeungana, tumeshirikiana, tumekuja kumsupport. Haijalishi unacho au una, ila ile kuguswa. Mimi binafsi tumejifunza mambo mengi sana, lakini mimi binafsi naomba niwe mkweli, nimejifunza kwamba binadamu hapa duniani tunapita, kila unalolifanya mtangulize Mungu. Kwa hiyo hili tukio alilolifanya Itunda, ameamua kubariki ndoa yake, kwamba maana yake anamkabidhi Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwenye mamlaka na binadamu yote aliyoumba.